alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unasikia hiyo neema ambayo tulipewa? Ni neema tulifanya. Sisi tulipaswa kutandikwa fimbo ile mikongojo waliompiga Kristo. Mimi na wewe tulipaswa kwenda pale msalabani tukapigwa fimbo mpaka tukatepeta, lakini kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya neema tuliyokuwa nayo, Yesu akapigwa kwa niaba ya mimi, kwa niaba yako wewe. Akakubali kuchubuliwa, akakubali kuteswa, akakubali kuwekwa hadharani, kudhalilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema watu wa Mungu. Ni neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema. Siwezi nikaitafsiri, sipati neno la kutafsiri neema ambayo tulifanyiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu yupo hafikiri hii neema ambayo alipata, ambayo tulipewa na kuifanya kuwa ni kitu cha kawaida. Na sisi tumekuwa tunamuuliza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria, wewe una kesi, unatakiwa umehukumiwa kifungo, anatokea mtu mwingine anasema huyu mtu asifungwe, ngoja mimi niende badala yake. Utamlipa nini huyo mtu? Utamlipa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani utakufanyia ili na yeye aridhike? Useme Bwana, kwa sababu uliingia kwenye nafasi ambayo nitakiwa niende kuteswa, ngoja nikulipe. Hatuna cha kumlipa Kristo. Tunapaswa kumwamini na kumwonyesha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Neema huleta uponyaji kwa watu wanaomwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi kupigwa kwake sisi tukawa tumepona. Maana yake tumepona kwa neema. Tulikuwa ni watu wa kufa tu. Tulikuwa ni watu wa kuhukumiwa, lakini kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaponwa kwa sababu yeye akijitoa akapigwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 3:11. Neema ndiyo iliyotuponya. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto ile sura ya 13 mstari wa 11, nitaomba usome. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto sura ya 13 mstari wa 11. Kwanza ndio sura ya 13 mstari wa 11 nasema katika jina la Bwana. Amina. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga. Ndio. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Ndio. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Ndio. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimebatilisha mambo ya kitoto. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema kwamba nilipokuwa mtoto mchanga nilikuwa nikifikiri kama mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapokuwa ameokoka kwa mara ya kwanza anafananishwa kama mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna asilimia nyingi sana za kuwa na hiyo neema ya kupona bila yeye kuweka
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipookoka, neema ambayo ilituleta msalabani, tukapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo neema, kuna neno linasema kwamba si lazima tusipokee neema kwa bure, kitu kama hicho. Kuna mstari unasema hivyo kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba hii neema tuliyokuwa nayo, tujue ni neema ambayo tumepewa. Itafika wakati neema hiyo hutaiona tena. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake tunapokuwa, kadri tunapokuwa, kama zamani tulikuwa tukifikiri kitoto, tulikuwa tukiwaza kama mtoto mdogo. Bwana asifiwe sana. Anasema nilipokuwa mtoto mdogo, nilipokuwa mchanga, alisema kama mtoto mchanga, na alifahamu kama mtoto mchanga, na alifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya mtoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachotaka kusema ni kwamba hii neema ambayo tumeipokea toka tulipookoka kama watoto wadogo sana, itafika mahali tutahitaji kuweka nguvu. Bwana asifiwe sana. Kama zamani ulikuwa unatendewa kwa neema, unaona mambo yako yanaenda sawa tu kama mtoto mdogo. Bwana asifiwe sana. Itafika mahali kama ulikuwa unajitoa bila kuomba, itabidi ufanye maombi kweli kweli. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa neema ambayo ilituponya, itafika wakati ya neema itatoka, itapotea. Tutumie hii fursa ya kufanyiwa neema na Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo itafika mahali neno litatuambia kwamba tusipokee neema ya Mungu bure. Maana yake tutahitaji kuomba, tutahitaji kufunga. Kuna mambo mengine ambayo Mungu atakuja kutuponya, anahitaji kuona tukifunga, anahitaji kuona tukiomba, anahitaji kuona tukijitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema uliyokuwa nayo, umshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa 3, andika mlango wa 3, ni mlango huu unaitwa muujiza. Mlango wa 3, andika muujiza. Bwana asifiwe sana. Mlango wa kwanza tumeona ni imani. Mlango wa pili tumeona ni neema tuliyokuwa nayo. Andika mlango wa 3 sasa, muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza ni moja ya milango ambayo Mungu anatumia katika kutupa uponyaji. Bwana asifiwe sana. Muujiza ni moja ya milango ambayo Mungu anapitia katika kutupa uponyaji. Sio kwamba tunaufahamu sana. Bwana asifiwe sana. Unaweza kujikuta kuna jambo fulani haukutarajia wala hukuwahi kuwaza, lakini kwa sababu ya muujiza wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu ya muujiza wa Mungu, ile jambo ambalo hukuwahi kuliwaza, hukuwahi kulifikiria, unaona Mungu amekutendea. Wewe mwenyewe unashangaa. Haleluya. Watu wanaona mshukuru Mungu.
mlango unaoitwa muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango unaoitwa muujiza. Haleluya! Unaona Mungu anatokea pale ambapo ulikuwa hutarajia. Haleluya! Kicheko kinaanza kuangushwa. Watu wanajiuliza, fulani amekutana na kitu gani? Ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kutia nguvu. Endelea kumwamini Mungu katika njia ya kuponya mwanadamu. Mungu ana njia inayoitwa muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hebu tusome katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 3 anzia ule mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 3 ndio mstari wa kwanza, nasoma katika jina la Bwana. Ndio. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni ndio alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku ndio katika mlango wa hekalu uitwao Uzuri, ndio ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Ndio. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, ndio aliomba apewe sadaka. Ndio. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Ndio. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Ndio. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Ndio. Akamshika mkono wa kuume, ndio akamuinua. Ndio. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Ndio. Akaondoka upesi akasimama. Ndio. Akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Ndio. Akienda akirukaruka akimsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Ndio. Wakamtambua ya kuwa ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka kwenye mlango mzuri. Ndio. Ndio. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyopata. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango unaoitwa muujiza. Bwana asifiwe sana. Huyu kiwete, Biblia imefafanua vizuri. Alikuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Maana yake aliumbwa kuwa kiwete. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio matatizo yaliyompata baadaye, watu tuseme pengine kama ni mfupa ulikuwa umepinda, pengine wanaweza kuunyosha wakaurudisha kwenye njia yake. Bwana asifiwe sana. Lakini neno la Mungu linasema kwamba alizaliwa kiwete. Yeye alikuwa hana matumaini yoyote, alikuwa hawazi kwa habari ya uponyaji. Kwa sababu gani? Anajua mimi nimezaliwa hivi, Mungu amependa niwe hivi. Sidhani kwamba alikuwa anafikiria kwa habari ya kupona. Sidhani. Bwana asifiwe sana. Unaweza kunisaidia kufikiria jambo hilo? Sidhani, kwa sababu tunaona kwamba walikuwa wakimchukua wakimpeleka katika hekalu ambayo linaitwa Nzuri. Cha ajabu sasa, ingekuwa wanampeleka ndani, pengine asikilize neno la Mungu, pengine asifu na kuimba na kuabudu kama watu wengine, lakini tunaona walikuwa wakimpeleka, wanamweka kama pale mlangoni. Yeye kazi yake alikuwa ni kuomba. Kila anayekuja anamwangalia usoni, pengine anaweza kumpa chochote kile, hata kama kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa hana matumaini yoyote kwamba
kukusaidia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtu ukiwa na 200, ukiwa na 100. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe unasemaje? Sijui unasema ndani ya moyo wako kwamba mimi tayari siwezi nikapona, mimi siwezi nikafanyiwa hivi. Nataka nikwambie, yupo Mungu wa miujiza. Lipo jambo moja linaloitwa muujiza. Lipo nguvu kutokea kwa Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walikuwa wameshakatia tamaa, walikuwa hawajali, wanajua huyu ni wa kuishi hivi miaka yote, hatimaye atakufa wamzike. Lakini kwa sababu kuna muujiza, siku moja Petro, Yohana, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Alipoona akawatazama usoni, akasema hawa wazee walizomaa, pengine walizokuwa smart, hapa sikosi hata dola 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro anamwangalia. Haleluya. Ilikuwa ni siku yake, ilikuwa ni jambo moja ambalo linatokea mara moja kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema sisi fedha na dhahabu, ndugu yangu, hatuna. Pengine walimwambia neno ambalo lilimkatisha tamaa. Nakuta picha walipomwambia fedha na dhahabu hatuna, na wakati pale amekaa akitarajia kupata fedha na dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamkatisha tamaa. Pengine aliinama kusema, nilitegemea kwamba nitapata hata dola 10. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ilikuwa ni siku yake. Ilikuwa ni siku yake ya kutembelewa na Bwana. Ilikuwa ni siku yake ya kupokea uponyaji. Ilikuwa ni siku yake ya kuanza kumsifu Mungu. Itatokea siku moja pale ambapo unaona ukitaka kusimama na kumsifu kwa sauti unaona aibu. Shetani anakuambia wewe utamsifuje Mungu, na wakati una matatizo haya umetembea nayo hakika. Walio wengi wanashindwa kumsifu kwa furaha, kwa sababu kuna sauti shetani anakuja, wewe utamsifuje? Bwana Yesu asifiwe sana. Hausisimama usimsifu, na wakati una matatizo yale matatizo utasemaje wakati yale matatizo? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu kiwete, lango moja linaloitwa muujiza. Mungu akipitia katika muujiza, Petro na Yohana wakasema fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho, haleluya, tulicho nacho tunakupatia. Simama. Haleluya, 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 haleluya. Wakamshika mkono, naona miguu ikinyoka, vifundo vyake vikijaza nguvu. Akasimama, akajazwa na upendo, akajazwa na nguvu za kumsifu, akaingia nao, wakaanza kushangaa. Kuna kipindi watu wanakudharau kiasi kwamba wakikuona wanakuona huna hata sifuri huna. Sifuri na hesabu, hata sifuri huna. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pengine kulingana na matatizo, kulingana na mazingira ambayo unayapitia, pengine unajiona kwamba wewe sio, lakini nakwambia upo muujiza. Haleluya, haleluya. Upo muujiza. Ipo njia ya kutokea. Upo mlango wa kutokea. Upo mlango wa kutokea. Utatokezea, watu watashangaa, watasema huyu ni fulani. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia muujiza Mungu akamponya. Ulikuwa ni muujiza, kwa sababu sidhani hakuwaza kwa habari ya uponyaji. Hakuwaza kwamba itatokea siku moja pengine watumishi wamwekee mikono apokee uponyaji. Alikuwa
pengine huna imani, pengine huna neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unao muujiza, ipo njia ya muujiza. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 41:37. Tunaelekea kumaliza, nimesema tunayo mambo mengi lakini wakati mchache. Mwanzo 41:37, nitaomba usome, mtumishi wa Mungu. Tupo tunaangalia jambo moja linaitwa muujiza, ambalo Mungu huwa anapitia katika kutuletea uponyaji. Kitabu kile cha Mwanzo, ndio sura ya 41 mstari wa 31. Sura ya 41 mstari wa 37. Ndio. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao, ndio, na machoni pa watumwa wake wote. Ndio. Farao akawaambia watumwa wake, ndio, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Ndio. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, ndio, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Ndio. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Ndio. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi. Ndio. Tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia lango linaloitwa muujiza. Kuna lango linaloitwa muujiza. Hapa huyu, mnakumbuka historia, kusoma kitabu hiki cha Mwanzo, unasoma habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Yusufu. Yusufu kwa haraka kwa mazingira ambayo aliyapitia, hakuna aliyeweza kumwazia kwamba ipo siku moja atakuwa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna, sidhani kwamba waliwahi kufikiria. Ninachokijua, walikuwa wanajua kwamba baadhi wanajua huyu alishakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu hayupo tena. Wengine pengine walikuwa wanajua huyu yuko huko, kashapotelea huko Egypti, Misri huko. Kwa hiyo yule hana kama lengo, hana uwezo wowote. Sidhani kwamba kulikuwa kuna mtandao mmoja isema kwamba ipo siku moja Yusufu atakuja kwa mtu wa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya muujiza, haleluya, 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatenda maajabu ili watu wastaajabu maajabu ya Mungu, ili wasimfananishe. Haleluya. Lakini nikwambie, hata kwako pia anaweza kufanya maajabu. Haleluya. Anaweza kufanya maajabu, watu wakastaajabu. Haleluya. Wakashangaa, wakajiuliza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mami ni Mungu, mtu wa Mungu. Yusufu akawa huko kama mtu esclave. Akina papa wanasema esclave, si ndio? Mtumwa. Alikuwa ni mtumwa, alikuwa ni mfungwa, lakini kwa sababu ya muujiza, haleluya, 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 lipo lango. Hata kama unaona kwamba imeshindikana, hata kama huoni pa kutokea, lipo lango. Ni wakati haujafika, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu,
cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Mtu ambaye alikuwa ni magereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye alikuwa ni magereza, alikuwa hali vizuri, havai vizuri, lakini kwa sababu ya muujiza wa Mungu akamtoa kule gerezani, akaja akamkalisha katika kiti cha enzi. Watu wakaanza kustaajabu, kuona maajabu, kwa sababu huyu Mungu ni Mungu ambaye anaweza kupita katika njia anayoipenda yeye mwenyewe, na hakuna atakayeuliza kwamba ni nani aliyefanya hivi. Ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Wafalme, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5. Wafalme wa Pili sura ya 5, twende tumalizie hapa. Malango ni mengi, lakini naomba tuishe hapa. Siku nyingine tukipata nafasi tutaendelea, ili tutiane moyo, wapendwa katika Bwana. Wa kwanza soma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa kwanza nasema hivi: ndio basi Naamani jemadari wa jeshi na mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, ndio na mwenye kuheshimiwa, ndio kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washamu ndio kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, ndio, lakini alikuwa mwenye ukoma, ndio. Na Washamu walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, ndio, naye akamhudumia mkewe Naamani, ndio. Akamwambia bibi yake, laiti mwana wangu ndio angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, ndio, maana angeponya ukoma wake. Ndio. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi, asema hivi na hivi. Ndio. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Ndio. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, akisema, waraka huu utakapokuwasili, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ndio. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha? Hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamu basi na kusihi, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameararua mavazi yake, ndio, ndipo akatuma mtu kwa mfalme, ndio, akisema, mbona umeararua mavazi yako? Ndio, na aje sasa kwangu mimi, ndio, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Ndio. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Ndio. Na Elisha akampelekea mjumbe akisema, nenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Ndio. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, ndio, nalizania bila shaka atatoka kwangu, ndio, na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, ndio, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa, ndio, na kuniponya mimi mwenye ukoma. Ndio. Je, Abana na Faripari
mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi alikuambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kwenye lango linalosema lango la muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Naamani alikuwa ni mtu mkubwa katika vyeo, lakini tatizo moja, alikuwa na ukoma. Bwana asifiwe sana. Akaambiwa aende kule kwa mtumishi, kwa rais, akaandikiwa cheti. Yule rais akasema, mimi nimekuwa Mungu mpaka nimponye. Akaanua mavazi yake, anasema sasa hapa sijui itakuwaje, lakini mtumishi wa Mungu akawa amesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, usijali, lipo lango, Mungu anaweza kufanya muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuishie hapo kwa sababu ya muda.